Salamu sana pendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo, na tunaitazama kwa umakini wake, na tunajitahidi sana tuone kitu ambacho kinatusaidia ndani ya miujiza hii. Leo twende katika muujiza mwingine. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 18 mpaka wa 19. Nitasoma mstari wa 23 na mpaka wa 25. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake, naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Mstari wa 23. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi ile yote. Amen. Pendwa na mtazamaji wa kipindi hiki cha mkate wa leo, bila shaka unaendelea kufurahia, na tumefika katika tukio jingine alilolifanya Yesu la ajabu. Ilikuwa katika msafara wake, ikiwa anafanya huduma mbalimbali. Biblia inasema akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa. Jumbe hapa inaweza kuwa ni diwani ama balozi, ama naweza kusema kiongozi katika serikali ya wakati ule wa Kirumi. Sasa anamfikia Yesu, anamwambia, binti yangu amekufa sasa hivi, tafadhali na kuomba njoo uweke mkono wako juu yake, naye atapona, naye ataishi tena, naye atafufuka. Tafadhali. Yesu hakumkatalia, akamfuata, akasema twende, na wanafunzi wake wakaondoka hao. Sasa Biblia inasema walipofika pale nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na wakutano wakifanya maombolezo. Yaani kama ilivyo desturi kwamba mtu akifa katika nyumba, basi majirani hukutanika kufanya maombolezo. Basi wakawa wanafanya, wengine wanaimba, wengine wanapiga filimbi na hivi kama ilivyo kawaida. Basi Biblia inasema akawaambia waondoke, yeye afanye kitu fulani pale. Basi watu walipoondoshwa, Biblia inasema akasema, kwa maana kijana hakufa, amelala tu, nataka muondoke mimi nimwamshe. Biblia inasema wakamcheka sana. Wengine wakamcheka, yani wakamdhihaki kwamba naongea nini bwana, mtoto ameshakufa, mbeo amelala. Amelala. Ngoja tuone unachotaka kufanya. Basi Biblia inasema, lakini makutano walipoondoshwa, maana ilibidi waondolewe sasa. Basi akaingia mle ndani, akamshika mkono yule kijana. Biblia inasema yule kijana akasimama, yani akaamka. Alikuwa amekufa ujue, akamshika mkono akasimama. Biblia inasema habari hizo za kufufuka kwa yule kijana zikaenea katika ile nchi yote, katika lile eneo, zikaenea sana pale kwao kule Nazareti. Ndipo sasa katika tukio hili tunakutana na mafundisho yafuatayo kwa ajili yetu. Jambo la kwanza, ukiwa na shida mfuate Yesu. Huyu baba alimfuata Yesu, akamwambia, mwanangu amekufa sasa hivi, njoo nisaidie. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amesikia habari za Yesu kwamba ana uwezo mkubwa wa kuponya. Kwa hiyo hata kufufua watu alishasikia, ambia njoo tu bwana nifufulie na huyu mwanangu. Akaacha watu wanaendelea na maombolezo, yeye akaenda kwa Yesu. Akamwambia, ukimfuata Yesu shida yako inaondolewa mara moja.
jambo lingine, alipofika pale waombolezaji anawaambia, mnaomboleza nini? Huyu kijana amelala tu. Wakamcheka. Hapa Kiswahili hiki imeandika wakamcheka, lakini tafsiri yake ni kwamba wakamdhihaki, wakamsholea, wakamuona huyu anaongea nini. Kwa hiyo wakamdharau sana, wakamdharau mno. Lakini Biblia inasema lakini makutano walipoondoshwa, wale walipoondolewa, ndio ondokeni bwana, mjana hajalala, walipoondolewa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba usimdharau Yesu. Unaweza kumdharau, maana unaweza, lakini mimi nikuombe usimdharau Yesu hata dakika moja. Hawa walipomdharau baadaye waliaibika na dharau yao, maana siku jana aliamka, yale madharau yao yote yaliwarudia wao. Kwa hiyo usimdharau Yesu. Yesu ana uwezo wa kufufua. Jambo la mwisho ni kwamba yule kijana akasimama akawa mzima. Maana yake ni kwamba kwa Yesu inawezekana. Yale ambayo unadhani hayawezekani kwa Yesu yanawezekana. Hawa watu wanasema huyu ameshakufa, haiwezekani kumfanya mzima tena, lakini mimi nakwambia kwa Yesu yote yanawezekana. Je, kuna jambo gani gumu kwako linalo kushinda wewe? Kwa Yesu yote yanawezekana. Yale mambo ambayo nadhani hili haliwezekani, kwa Yesu linawezekana. Kwa Yesu linawezekana. Katika jina la Yesu, mwamini Yesu. Wewe mwamini tu na utashangaa. Mungu wa mbinguni awe upande wako, aendelee kukubariki. Siache kufuatilia kipindi hiki. Siache hata kuniunga mkono pia kwa kusubscribe katika akaunti yangu ya YouTube. Kwa njia hiyo utakuwa na mimi umenibariki. Mungu akubariki sana. Tutane tena kipindi kijacho, na nikutakie wakati mwema sana. Amen.